Mhubiri wetu wa pili ambaye jina lake anaitwa Hippotas aliyefundisha somo la kuhusu mwanapunda. Je, mwanapunda ni nini? Maana ya mwanapunda ni nini? Huyu Hippotas anatokea kanisa la FCC lililopo Tunduma, mkoa wa Songwe. Karibu ili tuweze kujifunza pamoja naye. Mara fulani nilisoma nikasikia Daudi anasema raia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Manake nini? Manake nyumbani mwa Bwana ndiko ambako furaha inapatikana. Sasa unapokuwa umekaa umekasirika, umekaa kwa makasiriko, umekunja uso wako ndita, yani wakati ule maandiko yananiambia Sauli alikunja uso kwa sababu wanawake walimsifia Daudi kwamba Daudi amekuwa shujaa. Sasa nakuuliza mpendo, wewe leo umekunja ndita kwa ajili ya haleluya. Haleluya. Ni ambacho kinakunyima amani kwa Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Kwa kuwa nina dakika zangu chache, ni chache sana. Naomba kama unaandika, andika mwanapunda. Ama mwambie Yesu natamani mwanapunda. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesu. Hivyo tutafungua katika kitabu cha Marko 11. Marko 11. Aliyepata anaweza kanisaidia kusoma tafadhali. Au na watangulia mwenyewe, naanzia 1 mpaka ule mstari wa 3. Maandiko yanasema hata walipokaribia Yerusalemu karibu na Bethfage na Bethania kukakaribia mlima wa Mzeituni, aliwatuma wawili kati ya wanafunzi wake akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji ni kitakacho wakaribia, na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado, mfungueni mkamlete. Haleluya. Na ule mstari wa 3 maandiko yanasema na mtu akiwaambia, mbona mnamfungua? Mbona mnafanya hivi? Semeni Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Haleluya. Haleluya. Naweza nikasema mchana wa leo ama siku ya leo natamani nikwambie, mwambie Yesu, mimi ni punda, natamani wewe Yesu ndio wewe wa kwanza kunipanda. Haleluya. Even though kuna mara ya kwanza ulikuwa ukibeba mizigo ya dhambi, maandiko yametuambia kwamba wale watu wote wenye mizigo wampelekee Yesu, kwa sababu yeye peke yake ndiye uwezaye kuatua ile mizigo. Na hivi leo mimi nakwambia, mwambie Yesu natamani niwe mwanapunda, kwa sababu maandiko yanasema ule wakati ambao tulifanya ama tumika kwa mataifa unatosha sana. Huu wakati ni wakati wa sisi kumtumikia Mungu. Na kwa kuwa ni wakati wa sisi kumtumikia Mungu, ili umtumikie Mungu lazima umbebe Yesu moyoni. Ili umtumikie Mungu lazima ubebe ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Ili umtumikie Mungu lazima Roho wa Mungu akae ndani yako. Mungu akikaa ndani yako, hakika utakuwa kila sehemu unayoenda atakuongoza. Maandiko yanasema Roho Mtakatifu ni kiongozi. Manake kama Roho Mtakatifu ni kiongozi, without the Holy Ghost hauwezi ukatembea popote. Bila Roho Mtakatifu hakuna sehemu unaweza ukaenda sawa sawa. Manake nini? Mtakatifu akufanye punda. Mwambie Roho Mtakatifu akufanye mwanapunda. Kwa wakati huu watu wengine wanasema punda amezoea kubeba mizigo. Haleluya, haleluya watumishi wa Mungu. Hapana. Wakati ule maandiko yananiambia Balamu alipombeba yule punda, alipopanda katika punda anaenda kuwalani wana wa Israeli. Maandiko yanasema punda alipomuona malaika, manake punda alikuwa kwanza kumuona malaika. Mwambie Roho wa Mungu, natamani nimuone. Natamani nikuone. Natamani uwe pamoja na mimi. Natamani uniongoze katika safari yangu. Safari yako haiwezi kuwa njema kama Roho wa Mungu ndani yako. Safari yako haiwezi kuwa nzuri kama Roho wa Mungu, ama kama hujamua kuwa punda umbebe Yesu, kama hujamua kumbeba Roho Mtakatifu, hakuna sehemu ambayo unaweza ukafika. Haleluya. Kuna mtu mmoja alisema destiny ya mtu, hatima ya mtu inabebwa na yeye mwenyewe. Maana yake nini? Sasa wewe mtu ambaye umeokoka, unasema umeokoka, umembeba Yesu, lazima moyoni mwako uwe na hatima ya kwamba mimi hatima yangu. Mwingine anawaza kwamba hatima ama destiny ya mtu inaweza ikawa ni fedha. Hapana mpendwa, fedha ni vitu vingine tu vya nyongeza. Sababu maandiko yanasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Tena anasema fedha ni jawabu la mambo yote. Amen. Kwa kuwa maandiko yanajua ya kwamba fedha ni jawabu la mambo yote. Sasa kama kijana
ukibeba fedha mkononi, elewa kwamba hiyo fedha uliyobeba sio hatima yako. Kwa usipoteze muda sana kuendelea kuitafuta. Huu ni muda wa kumwambia Bwana, natamani nikubebe wewe kama punda, mimi kama mwanapunda. Nikubebe Yesu, niongoze. Manake unaweza ukawa uko busy sana kutafuta fedha yako. Hapana mpendo, nakwambia hivi leo ya kwamba maandiko yanasema mtafuteni yeye kwanza na mengine yote mtazidishiwa. Na vingine mbebesha, mbebe Yesu kwanza, vingine Yesu atavijaza. Yesu kwanza, vingine yeye mwenyewe atakujazilizia ndani. Mbebe Yesu kwanza, mbebe Yesu kwanza. Haleluya. Iliwaisikia msomo mmoja wa watu wanasema, akili kichwani, Yesu moyoni, na mfukoni lazima kuwe na fedha kidogo. Maandiko yanasema wataubilije basi na kupelekwa. Haleluya, 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 haleluya. Neno la Mungu tena linaniambia, neno la Mungu linasema najua na washuhudia kwamba mna juhudi sana katika kumtafuta Mungu, lakini si katika maarifa. Manake nini? Manake watu tumeconcentrate sana kutafuta fedha, kwamba maandiko yamesema utaangamia, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa nisipotafuta fedha nitaangamia. Haleluya, mtumishi wa Mungu, elewa jambo hili kwamba Yesu akiwa ndani yako, yeye akiwa ndani yako ndiye atakaye kuongoza. Manake nini? First of all, lazima umpokee Yesu ndani. Lazima ndani yako Yesu akae. Lazima ndani yako Yesu akutawale. Lazima ndani yako Yesu akae ndani. Yesu akikaa ndani, hakuna jambo ambalo litenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Maandiko yanasema, sikiliza, kuna anasema mimi nahangaika jamani, fedha sioni. Angalia Roho Mtakatifu katika kile kitabu cha Mathayo 6 kuanzia mstari ule wa 9, maandiko yanasema hivi. Neno la Mungu linasema kuanzia mstari ule wa 9, maandiko yanasema, basi nyinyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo yetu, utusamee deni zetu. Hivi sijui kama umenielewa. Haijasema Baba tunaomba, Baba hajalia kwamba Yesu tunaomba fedha. Maandiko yanasema utupe leo riziki yetu. Manake vyote ni vya kwetu. Ukimpokea Yesu kwanza, ukimpokea Yesu akakaa ndani kwanza, vyote atakupa, atakupa yeye. Maandiko yanasema Sulemani aliomba hekima kwa Bwana. Sulemani aliomba hekima kwa Bwana. Hakuomba chochote, lakini roho Bwana. Ndio Mungu akampa vile ambavyo hata kuviomba. Akasema kwa kuwa umeomba jambo lililo jema kuliko yote. Hivi unaelewa? Manake hakuhangaika kuomba fedha, hakuhangaika. Akasema Baba naomba unipe hekima, nijue namna ya kuingia na kutoka imani mwako. Alijua ndani ya Yesu. Akimpokea Yesu, manake Roho Mtakatifu akikaa ndani kwanza, yeye Roho Mtakatifu ndiye anajua mwanae unahitaji. Maandiko yanasema Mungu anajua mawazo yenu kabla hata mjaomba, kabla hujamwambia chochote. Roho Mtakatifu kabla hujasema, Roho Mtakatifu anajua. Na kwa kuwa Roho Mtakatifu anajua, ni jukumu lako kumpokea, ni jukumu lako kumhitaji. Maana maandiko yanasema Yesu alipokuwa akielekea mbinguni akasema nitawaagizieni nguvu ya Roho Mtakatifu. Manake Roho Mtakatifu ni agizo ambalo Yesu alishalitoa. Kwa kuna wakati mwingine usihangaike sana kwamba ngoja nilie kidogo. Jamani, Roho Mtakatifu sijawahi muona. Wewe mama shituka, baba shituka. Anayekukumbusha kwamba hii ni dhambi, anayekukumbusha kwamba hapa natakiwa niende ibadani ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Kubali leo ufanyike mwanapunda. Kubali leo Yesu mbebe. Kubali. Natumaini umeweza kujifunza na kuhusu somo la mwanapunda, umeweza kulielewa maana yake ni nini na umeweza kulichanganua. Je, Mungu anataka uwe nani kwake? Haya, natumaini umeelewa. Naomba usisahau kukomenti kuhusu mhubiri wetu wa pili na somo alilolihubiri.
Twende katika mhubiri wetu wa tatu ili tuweze tukajifunze jambo lingine.